Mwaka 1975, dunia ilisimama kumtazama kiongozi kutoka Afrika Mashariki akipokelewa kwa heshima kubwa ndani ya Uingereza, katika kipindi ambacho mataifa mengi ya Afrika yalikuwa bado yanatafuta sauti zao duniani. Jina moja lilikuwa tayari linaogopwa na kuheshimika kimataifa: Julius Kambarage Nyerere. Wakati Rais Nyerere alipowasili London na kupokelewa rasmi na Malkia wa Uingereza mwenyewe, Queen Elizabeth wa pili. Lakini swali kubwa ni hili: kwa nini kiongozi kutoka Tanzania alipata heshima kubwa kiasi hiki kutoka kwa familia ya kifalme ya Uingereza? Disemba 31 mwaka 1975, treni ilisimama katika Victoria Station, jiji la London. Ndipo Rais wa Tanzania Julius Nyerere akashuka akiwa ametulia kama kawaida yake. Dakika chache baadaye akaenda kusalimiana ana kwa ana na Queen Elizabeth wa pili pamoja na Duke of Edinburgh. Wengi waliokuwa pale walishangazwa na namna Nyerere alivyoonekana kujiamini na kuheshimiwa sana. Hii haikuwa heshima ya kawaida wakati huo. Nyerere alikuwa tayari amejijengea jina kubwa duniani kwa kupigania uhuru wa nchi za Afrika, kupinga ubaguzi wa rangi na kusaidia harakati dhidi ya ukoloni kusini mwa Afrika. Ndiyo maana viongozi wengi wa dunia walimchukulia kama sauti muhimu ya Afrika. Katika video hii pia wanaonekana Prince Charles na Princess Anna wakimkaribisha Nyerere kwa tabasamu kubwa. Moja ya video chache sana zinazoonyesha Tanzania ikiwa kwenye ramani ya dunia kwa heshima kubwa ya kidiplomasia. Swali linabaki, je, unafikiri viongozi wa Tanzania wa leo bado wanapata heshima kama hii duniani? Niandikie hapo kwenye comment.